mikataba aina tofauti tofauti. Kuna mikataba kati ya mtu, mikataba kati ya watu, mtu na mtu. Kuna mikataba kati ya mtu na shetani, na kuna mikataba kati ya mtu na Mungu. Sijui tuanze na gani? Tuanze mkataba wa watu ama mtu na tuanze na mikataba ya Mungu, kati ya Mungu na wanadamu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa 4 mpaka 5, hapa Mungu anasema mkataba na Abraham, anafanya mkataba na Abraham. Ninafanya agano hili nawe, utakuwa baba wa mataifa mengi. Tangu sasa hutaitwa Abraham, bali wewe utaitwa Abraham. Mungu anafanya mkataba na Abraham. Kumbuka Abraham alikuwa mzee sana, alikuwa amezeeka sana, umri umeenda. Sara naye pia umri umeenda, lakini anafanya mkataba naye. Wakati huo Abraham alikuwa hajui kama atapata mtoto, lakini anaambia sikiza, utakuwa baba wa mataifa. Huu ni mkataba kati ya Mungu na wanadamu. Mkataba tena Mungu alifanya kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 18, anasema siku hiyo Mwenyezi Mungu akafanya agano na Abraham akisema, wazao wako nitawapa nchi hii. Anamwambia sikiza, wazao wako nitawapa nchi hii, yani nchi hii nitawapa. Kumbuka hata bado hana mtoto, lakini anambia wazao wako nitawapa nchi hii. Yani Mungu anaona miisho kabla ya mwanzo. Biblia inasema Mungu ana uwezo wa kufufua wafu, anayasema mambo yajayo ni kama yamekwisha kuwako. Daudi anasema Mungu ulinijua kabla siku ya kwanza, na vyote viliandikwa kwenye kitabu chako hata kabla siku ya kwanza haijakuwa. Unaona, yani kila kitu kimeandikwa kwenye kitabu cha Mungu, vile utakuwa, vile utaolewa, vile utaishi. So Mungu akafanya mkataba hapa na Abraham, akamwambia nchi hii nitawapatia watu wako, nitawapatia wana wako. Na hiyo wakati Abraham ana mtoto, lakini Mungu ashafanya mkataba na yeye. Mungu pia anafanya mkataba na Nuhu. Kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 18. 6 mstari wa 18 inasema, lakini nitafanya agano nawe, utaingia katika safina, nawe pamoja na mkewe, wanao na wake zao. Anamwambia sikiza, yani mimi sitakuangamiza. Huu ni mkataba wa kuokolewa. Yani kuna maovu yanafanyika. Mungu anataka kumaliza manefili kwenye nchi, anataka kuharibu manefili kwenye nchi, lakini anamwambia sikiza Nuhu, mimi nimependezwa nawe na mimi nitafanya mkataba, nitafanya agano. Anaweka agano. Unaona? Anaweka agano. Anamwambia sikiza, wewe utaingia katika safina pamoja na watoto wako na wake wa watoto wako wataingia kwenye safina. Of course Mungu alimwokoa. Of course Mungu baadaye alikuja akambariki Abraham. Mpaka leo tunasema ahimidiwe Mungu Baba wetu Yesu Kristo, tubariki sisi kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Pia Biblia inasema kumbukeni rehema za Yesu Kristo alipowekwa msalabani, akavunja laana zote za Torati ili sisi kwa njia imani tupate baraka za Ibrahimu. Yaani kuna baraka za Ibrahimu inatupasa zitufikie. Lakini kuna yule anaizuia. Of course zile mikataba zinazuia, tutazivunja, tutazisambaratisha, tutazipasua kwa mamlaka ya damu ya kondoo. Yesu naye alikuja akaweka agano. Ndio maana kuna agano jipya na agano la kale. Yesu alikuja akaweka agano la ushindi. Kitabu cha Waebrania 8 mstari wa 13 inasema, kwa kusema agano jipya amelifanya la kwanza kuwa kuukuu. Yaani lile agano la zamani limekuwa kama kuukuu, kwa sababu yeye ndo amekuja sasa akaweka agano, akabadilisha vita. Yesu alikuja akabadilisha. Kitambo ilikuwa ni panga. Awaye kwa upanga anakufa kwa upanga. Yaani wewe ukinikata na mimi nakuja na kukata. Ukinipiga huku na mimi na make sure nimekutandika. Lakini Yesu alikuja akageuza ile vita. Sasa vita zetu zikakuwa vikali zaidi, maana ni vita vya rohoni. Tunapigana kwenye ulimwengu wa roho. Kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wafalme. Tunapigana na wafalme. Tunapigana na wenye mamlaka. Tunapigana na jeshi kuu kwenye ulimwengu wa roho, na majeshi ya pepo baya kwenye ulimwengu wa roho. Vita zetu zikakuwa pale. Yesu alikuja akageuza vita. Ndio maana mchawi, ukiona mchawi anakufatafata sana na maneno, achana naye. Wewe ingia mahali pako pasiri, yani ingia kwenye maombi. Anza kumfieka, anza kumvunja. Utashangaa atadondoka kabisa. So Waebrania 8:13 inasema, kwa kusema agano jipya amelifanya la kwanza kuwa kuukuu, na kitu kinachozeeka na kuchakaa kikaharibika kikatolewa. Unaona? Ukisoma Wakolosai 2 mstari wa 14 unasema, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu.
Yaani alifuta ile hati. Kuna mkataba ulifanya wakafuta ile hati, alafu ikagongelewa kwenye msalaba. Tunasema akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa na kushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu. Yaani ile hati ilikuwa ya mateso ya uadui. Nataka nichanganye Agano Jipya na Agano la Kale ndio twende vizuri. So hizo ni baadhi ya mikataba iliyofanywa. So kuna mkataba kati ya wanadamu na Mungu. Mwanadamu na Mungu. Kitabu cha Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapter 1 verse 11 nasema, akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaangalia mateso ya mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto wa kiume. Hapa ni Hana analia, anamimina moyo wako kwa Mungu. Kumbuka ameenda pale, bwanake anashangaa unalia nini? Mara kuhani wa Mungu anamwambia mbona umelia kwa mvinyo? Lakini kumbe ni mwanamke aliyejaa uchungu. Ikabidi afanye agano na Mungu. Akamwambia sasa mkumbuke mjakazi wako na ukampatia mwana mtoto wa kiume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyu mtoto siku zote za maisha yake. Anaweka agano na Mungu. Hapa ni Hana anaweka agano na Mungu. Ndio maana kuna wakati wewe unaomba lakini hupati. Kwa sababu gani? Yakobo 4 mstari wa 3 nasema, mnaomba wala hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Kuna watu kweli unataka kubarikiwa, lakini unataka kubarikiwa uwaringie wengine, unapata upate. Paka ile wakati utajua, utajifunza kujinyenyekeza, ndio utapata. So Hana hapa anaweka agano. Yabezi pia aliweka agano. Yabezi, Biblia inasema Yabezi alizalia kwa uchungu. Mama yake alimuita Yabezi kwa sababu alisema na alimzaa kwa uchungu. Unaona, nitaanza mwanzo. Inasema Yabezi alikuwa mtu wa heshima kuliko ndugu zake. Mama yake alimuita Yabezi kwa sababu alisema na alimzaa kwa uchungu. Ndipo Yabezi akamlingana Bwana wa Israeli, yani akaanza kumuomba Bwana wa Israeli. Akamwambia ikiwa Mungu ukinibariki kweli kweli. Unaona, anamwambia Mungu, ikiwa Mungu Bwana ukinibariki kweli kweli na kupanua mipaka yangu na kunilinda na ule uovu ili uchungu usiwe kwangu. Anaanza kumuomba Mungu. Kumbuka alikuwa mtu wa heshima, lakini heshima ionekani. Ikabidi afanye nini? Atengeneze mkataba fulani ya Karibaret pale, atengeneze mkataba fulani. Alizaliwa kwa uchungu, lakini yeye si mwana wa uchungu. Sasa sisi leo pia tutavunja mikataba fulani, alafu tutaweka mikataba. Kuna uwezekano umezaliwa kwa uchungu, kuna uwezekano umezaliwa kwa wachawi, kuna mikataba, kuna kababu kalifanya agano na kuzimu. Familia yote ikaharibika. Daudi anamwambia Yoabu ni mtumishi wake. Yoabu alimuua Abineri. Daudi akaja akasikia Yoabu amemwaga damu isiyo na hatia. Kumbuka mali kuna mkataba lazima kuwe na damu. Alimwaga damu isiyo na hatia. Daudi akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia, ila kwa Yoabu na familia yake damu ya Abineri ikae juu ya kichwa chake. Kwao pasitokee mtu asiye na vidonda vya usaa, pasitokee mtu anayetembelea magongo ama wa kuombaomba. Sasa amemwaga damu, ile damu inaongea, pakatokea mtu wa kuongea, lazima patokee mtu. Daudi akatoa pale laana, laana ikampata Yoabu. So tutavunja. Inawezekana wewe umezaliwa kwenye hii familia, lebi unaweza pata labda babu ama nyanya alikuwa mchawi, alimwaga damu isiyokuwa na hatia. Ile laana ikawafuata kwenye familia. Lazima tuivunje, lazima tuisambaratishe, lazima tuipasue vipande. Pia kuna mikataba kati ya wanadamu na mashetani. Right? Mikataba kati ya wanadamu na mashetani. Ukisoma Isaiah 28 mstari wa 14 to 15. Wanaisraeli walikuwa wametekwa nyara mahali, wamekuwa wameenda mahali wamefungiwa, kuna mateso. Sasa wale watu wakaanza kuringa. Mungu anawaambia, basi sikilizeni neno la Mwenyezi Mungu, enyi wenye madharau mnaotawala watu wa Israeli. Walikuwa wanawatawala. Ninyi mmejidai, mmefanya mikataba na kuzimu na kifo. Yaani anawaambia ninyi mmefanya mikataba na kifo, mmefanya mapatano na kuzimu. Ninyi mwasema eti balaa ijapo haitawapata kwa sababu mmefanya uongo kuwa tegemeo lenu. So Mungu anawaambia hapa, mmefanya mikataba na kuzimu, mkafanya mapatano na mauti.
Unaona, sasa unasema mimi siwezi angamia, biashara yangu haiwezi anguka, unaona, watoto wangu hawezi kufa maana nimefanya mkataba na kuzimu. Mungu anamwambia sasa, sikilizeni, nitawaangamiza. Bado kitabu cha Isaiah 28 mstari wa 18, nataka twende haraka ndio tuanze kuomba. Isaiah 28 mstari wa 18 nasema, hapo mkataba wenu wa kifo utabatilishwa. Huo mkataba ambao umefanya na kuzimu wa kifo utabatilishwa, na mapatano yenu na kuzimu yatafutwa, na ile mapatano yenu na kuzimu yatafutwa, alafu sasa mapigo yatawapata. Ndio maana kuna wakati unapata ukivunja madhabahu ile mikataba ya kuzimu inavunjwa, alafu sasa wale waanzilishi wa mikataba wanaanza kudondoka vipande vipande. Ndio maana maombi ni aina ya vita. Maombi is the key for total takeover. Ukiwa na maombi dhaifu, wachawi watakuvamia, lakini ukiwa na maombi ya mamlaka, wataanza kudondoka vipande vipande. Mara ya kwanza watakuja of course, maana amekufunga miaka mingi. Kumbuka Biblia inasema yule anayefunga mateka wake asipate kuachilia. Mchawi akipata nyota yako anakufunga mateka asipate kukuachilia. Unapata kuna watu familia zao ukoo ulipatikana kwa uchawi. Kuna mama alienda mchawi akapatiwa dawa, akaweka ulinzi, akajiwekea ulinzi kwenye ukoo. Naweka ulinzi, natoa uzao wangu kwa shetani, natoa uzao wangu. Akafanya mikataba ya kumwaga damu na kupatia uzazi na kupatia ulana na kupatia ukoo, ukitaka chukua yoyote ambao unamtaka. Ndio maana Mungu anasema usipasitokee kwetu mtu anayepitisha mtoto wake kwa moto. Kulikuwa na mikataba kabisa inafanywa na moto. So hiyo mikataba nataka tuivunje, nataka tuisambaratishe, tuiharibu vipande vipande. Kumbukumbu la Torati chapter 7 kuanzia 1 mpaka 2 inasema, Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo. Hapa ni wana Israeli wanaambia Mungu atakapo kupatia ile nchi utakayoenda kuimiliki. Atakapong'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti, Mgirigasi, Mwamoni, Mkanani, Mperezi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Yaani Mungu anakuambia sasa, wakati unapoenda, Mungu akikupatia ushinde katika hizi mataifa. Na huo ushindi ulipatikana kwa vita. Kwa taarifa yako, nikimtandika huyo anadondoka, unamtandika huyo anadondoka. Kwa taarifa yako, hakuna chochote ambacho unakitaka wewe akijamilikiwa. Kama ni shamba, wapo waliomiliki shamba. Kama ni mchumba, yupo aliyemiliki mchumba, lazima umng'oe. Kuna mahali Mungu anafaa uende, lakini hiyo inchi imemilikiwa, lile gari limemilikiwa, lazima umtandike. Kwa kuwa siri ya uasi inatenda kazi, lakini yupo anayezuia mpaka atakapoondolewa. Ukimwondoa yule anayezuia, unamiliki. So ni mwendo wa vita. So Biblia inasema hapa mstari wa 2 inasema, wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, lazima uwapige. Mchawi lazima mpige, anayekuzuia lazima mpige, analeta vikwazo lazima umpasue. Ndio maana ashindana na Bwana atapondopondo, kutoka mbinguni Bwana atachilia radi. Utawapiga, wakati huo ndipo waondoe kabisa, usifanye agano nao. Ukipata biashara ni unatandika mpaka unapata biashara. Na ukiwa tajiri, usifanye maagano na wengine wanaotumia mapepo. Usifanye maagano na wengine wanaotoa kafara. Usifanye maagano nao. Na maagano, kumbuka tumesema yanafanya nini? Yanafanywa kwa damu. Ndio maana kitabu cha Kutoka 24 mstari wa 8 unasema, Musa akaitoa ile damu, akawanyunyizia watu. Musa akatoa ile damu akanyunyizia watu, akasema, tazama damu ya agano ambalo Mungu amelifanya nanyi kwa maneno haya yote. Kuna maagano ya damu yamefanywa. Kuna maagano ya damu na pia kuna maagano ambayo yamefanywa na maneno. So hapa tutaangalia maagano ya damu, tutayavunja of course, alafu tutafanya tutavunja pia maagano ya maneno. Mwanzo 15 kuanzia mstari wa 9 mpaka 18 utasoma kwa wakati wako. Inasema Mungu alifanya agano na Ibrahimu kwa kutumia wanyama. Yaani alipatiwa wanyama akawakata vipande mpaka wakati kuna ndege watakula wale nyama, Abrahamu alikuwa anawafukuza. Lakini Mungu alikuwa anataka kufanya agano na Abrahamu. Yesu pia alifanya agano pia kupitia damu yake. Luka 22 mstari wa 20. Luke 22 mstari wa 20. Nataka tuende mbio na tuanze kuvunja mikataba. Kikombe nacho inasema kikombe nacho vivi hivyo baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya kati ya damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Agano ilifanywa na damu. Lakini kuna watu wanajifanya wazuri, lakini anataka afanye mkataba na wewe ili akucheleweshe. Palitokea mtu aliyetumwa na Mungu, jina lake ni Yohana.
Shetani pia kama palitokea mtu aliyetumwa na Mungu, shetani pia anaweza watuma watu wake. Ndio maana kitabu cha Ufunuo inasema palitokea mnyama aliyekuwa na pembe mbili kama mwanakondoo. Palizuka mnyama juu ya nchi, alikuwa na pembe mbili kama mwanakondoo, lakini alipoongea aliongea kama joka. So panaweza zuka mtu kama wewe, mzuri, anakaa mzuri, tall, dark and handsome, akafanya mapatano na wewe, lakini ametoka kuzimu ili akucheleweshe. Nia yake haswa ametumwa ili akucheleweshe, akakufunga nafsi. Nashangaa ndoa yako imeenda hivi, ukashangaa maisha yako imeenda hivi, lazima pia upasue. Ndio maana Mungu anatuambia ujapokula au ujapokunywa ama ujapofanya jambo lolote, basi ifanye kwa utukufu wa Mungu. Unaona? So tutasoma, tuangalie kuna jamaa wanajiita Wagideoni. Wagideoni walifanya mkataba na Wanaisraeli na Yoshua. Hapa ni baada ya kusikia habari za vile Wanaisraeli wamepiga Ogo wa Bashani, vile wamepiga Sihoni mfalme wa Heshboni, vile wametandika Wafilisti huko kwenye barabara. Yaani sifa zao zikaenea, yani hawa watu ni watu wenye nguvu. Mpaka tokea Wagideoni au Wagibeoni. Hiyo ni kitabu cha Yoshua 9 kuanzia mstari wa 14 mpaka 15. Ile unaweza soma yote. Yoshua 9:14-15. Inasema hivyo Waisraeli wakachukua vyakula vyao, wajamaa walikuja na machakula zao na mavazi yao wakaponda na mawe, ikakuwa kama ni mavazi mzee. Wakasema sisi tumetoka nchi ya mbali, tunataka kumwabudu Mungu wenu. Tumesikia sifa zenu, mlivyompiga Ogo wa Bashani, mlivyompiga mfalme Sihoni wa Heshboni, nasi tumekuja, yani hatuna ubaya. Wakafanya maagano. Kuna kajamaa kanakuja, kumbe ni Kagibeoni, kanataka kufanya maagano na wewe. So Yoshua 9 mstari wa 14-15 nasema hivyo Wanaisraeli wakachukua vyakula vyao bila kumuuliza shauri Mwenyezi Mungu. Yani hawakumuuliza Mungu. Kumbuka nimesema ujapokula au kunywa ama ukifanya jambo lolote, basi fanya kwa utukufu wa Mungu. Ni vizuri kila jambo, ni ndoa, ni biashara, ni kazi, ingia kwenye maombi kwanza. Vunja, haribu, fungulisha. Amini nakwambia, Mungu afanyi jambo asipojulisha wanadamu. Atakujulisha kwa ndoto, ama atakujulisha kwa maono, ama atakujulisha kupitia mtu. Utashangaa tu jamaa kameanza kutoka. Yaani kama ni mchumba, unamfieka kabla hujaingia naye kwenye mahusiano, kwanza unamfieka. Inaweza kuwa sio mtu. Kati yetu kuna watu ambao sio watu. Kati yetu kuna majini. Kati yetu kuna manefili. Kati yetu kuna watu kuna roza mizimu ndani. Biblia inasema Yohana Mbatizaji alikuja kwa nguvu na roho ya Elia. So kuna mtu anaweza kuwa amekuja kwako kwa nguvu na roho ya babu yake mchawi. Kumbuka watu wanaweza kuishi ndani ya watu. Ni roho ile inaweza huishwa kwa nguvu za kishetani ikaishi ndani ya watu. Ndio maana Sauli alipokataa kumua mfalme wa Agagi, alikataa kuua mfalme Agagi, roho wa Mungu akamtoka. Samueli naye akatoka. Alikuwa ametumwa apige Wafilisti lakini hakuwaua. Waamaleki lakini hakuwamaliza. Roho Mungu alipomtoka akaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo la utambuzi. Akamwambia kuna mmoja, mtumishi wake akasema kuna mmoja mahali panaitwa Endori. Akamwambia ni huyu mama. Wakaenda paka huko Endori. Akamwambia sasa nikuamshie nani? Akasema niamshie Samueli. Kumbuka Samueli alikuwa amekufa. Samueli akaamshwa. Na Samueli akaongea ila kwa kinywa cha mchawi. So kuna watu wanatumia hizo, kuna watu wanazo nguvu. Kuna watu wanatumia nguvu za giza, of course, kuamsha roho za watu zinaingizwa ndani ya watu. Anakwambia ni bipolar, kumbe ni kama mtu, kumbe yeye alishatolewa akaswapiwa, roho nyingine ikaekwa ndani. Anakuja pale anakwambia nakupenda, anakuja pale anakwambia nitakuoa, nitakupatia kila kitu, kumbe ni Kagibeoni. Anakuja kukudanganya pale. Baadaye Wanaisraeli walipoenda wakafika ule mji wa Gibeoni. Wakamwambia hapana, si tulifanya agano na wewe. Ndio maana Yoshua 15 mstari wa 15 nasema Yoshua akafanya nao mkataba wa amani, akafanya agano kwamba atawaruhusu kuishi. So ushafanya agano na ujamaa bila kuomba. Ushafanya agano na mchawi bila kuomba. Kuna watu walienda kwa wachawi. Mama alienda kwa mchawi, akachanjwa, akaacha damu. Kumbuka damu, uhai una damu. Uhai wa mtu uko kwenye damu. Kimsingi kama mama alienda kwa mchawi akaacha damu yake, ameacha damu ya ukoo. Maana wewe na mama yako umeshirikiana na ushirikiano wa damu. Ingine kama kwenye mahusiano na mtu, kwa bahati mbaya mama yake alikuwa ameenda kwa mchawi akaacha damu yake pale. Na umekuwa kitu kimoja na huyu. Kimsingi hata wewe umekuwa kitu kimoja na wao.
ila wewe si mchawi, ila wewe si mshirikina. Shida zako zimeanzia pale. Lazima uvunje kila mikataba yoyote. Ndio maana Mungu anasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitofaulu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitofaulu. Kuna mikataba tofauti. Tumeona mikataba kati ya watu na mashetani, ukisoma kitabu cha Isaya. Kuna mikataba kati ya binadamu na Mungu, na kuna mikataba kati ya Mungu na watu. Ila lazima tuvunje mikataba. Na mikataba hiyo mengine inatolewa kafara ya binadamu. Kuna kafara ya ng'ombe, kuna kafara ya kuku, kuna kafara ya damu ya watu. Kitabu cha Wafalme wa pili chapter 3 mstari wa 26. Hapa ni mfalme wa Amori, mfalme wa Moabu, mfalme wa Moabu anaitwa mfalme Mesha, King Mesha. Aliposikia Wanaisraeli walivyopiga watu huko nyuma, akatoa mtoto wake kwenye kafara, akamtoa mtoto wake kwenye ukuta. Acha nisome mstari wa 3. Inasema chapter 3 verse 26. 2 Kings 3:26 inasema, mfalme wa Moabu alipoona kwamba vita vimemzidi nguvu, akachukua watu 700 waliovaa upanga ili wapenye kwenda kwa mfalme wa Edom, lakini hawakuweza. Alikusanya watu aende kuomba usaidizi kwa mfalme wa Edom, lakini hawakuweza. Mstari wa 27 anasema, kisha akamtoa mwanawe mzaliwa wa kwanza ambaye angekuwa mfalme baada yake, akamtoa awe sadaka ya kuteketeza juu ya ukuta. Na kulikuwa na hasira kuu juu ya Israeli, nao wakaondoka kwake na kurudia nchi yao. So hapa nataka usome kitu. Wanaisraeli walikuwa wanakaribia nchi ya Moabu. Mfalme wa Moabu akafanya nini? Akatafuta usaidizi, akaona natafuta kusaidiwa hapa lakini haitokei. Natafuta kusaidiwa hapa, natafuta kwenda na kama vile mchawi. Anaona wewe ndio unaolewa sasa. Anaona wewe ndio unapata kazi sasa. Akatafuta usaidizi kwa wachawi wenzako, na huyu jamaa anavunja sana, anaomba sana. Huyu jamaa ni nyota yake na nguvu sana. Wacha nifanye nini? Wacha nitoe kafara ya juu. Ndio maana baba akiwa devil worship kumtoa mtoto kafara ni rahisi, dakika moja. So ushindi wako unapokaribia, kuna kama mtu kanatoa kafara. Mfalme wa Moabu alimtoa mtoto wake ambaye alikuwa awe mfalme baada yake, akamtoa kama sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Alafu pakatokea nini? Pakatokea Wanaisraeli wakachanganyikiwa. Kumaanisha ile kuchanganyikiwa ilikuwa ni ya kipepo. Shetani alichanganya Israeli. Kukawa na hasira mpaka wakarudi, wakatoroka ile nchi ya Moabu, wakaiacha. So kuna wakati wewe unapata, alafu kuna kama mtu anakutolea kafara, anafanya mikataba huyu mtu asipate, anafanya mkataba huyu mtu asiolewe. Unashangaa unapatana na mtu kabisa uko karibu kuolewa, ushafanya interview, nakwambia we'll call you on Monday, please come. Umevaa shati nyeusi, umevaa shati nyeupe na trouser nyeusi, tafadhali make sure your shoes are clean, kuja kazi uko nayo. Unashangaa Monday upigiwi, Tuesday upigiwi. Kuna mtu amefanya mkataba, ameimarisha ngome. Kuna wakati Elia alikuwa na chinjilia mbali wale makuhani wa Baali. Makuhani wa Baali wakatoa kafara yao, wakaanza wakaimba Baali tusaidie, Baali tusaidie. Wakaona hakuna chochote ambacho kinatokea. Wakaanza kujichanja wao sasa, kama ilivyo desturi yao. Wakaanza kujikatakata. So mchawi kumbe kuna wakati anaweza toa hata damu yake, akiona mambo yanakuwa mabaya, anasema anafanikiwa, shwa, anaanza kujikatakata yeye mwenyewe. Ndio maana mimi namjua mtu mmoja alikuwa ni mama wa makamu. Kuna wakati alikuwa anajichanja mwenyewe, anachukua jivu anaiweka. Na ni mtu wangu wa karibu namjua, anachukua jivu anajiweka. Kumbe siku anajua ni kafara. Nikimuuliza mbona unafanya hivyo, anasema hii ni dawa ya kichwa. Kumbe alikuwa anadanganya, alikuwa anatoa damu ya dharura. So kuna kamchawi kanaweza kujichanja mwenyewe. Kanajichanja mwenyewe. Kitabu cha Mambo, ukiona kitabu cha Mambo ya Walawi 18 mstari wa 21 inasema usimtoe mtoto wako kumpitisha katika moto kwa ajili ya Moleki. Moleki ni Mungu, lakini Mungu ni shetani, of course, ni miungu fulani ya kishetani. Anaambia Wanaisraeli usimtoe mtoto wako kama sadaka ya kuteketeza kwa Moleki, wala usinajisi jina la Mungu. So kuna watu familia yao washajinajisi, yaani walishatoa kafara kwa Mungu ambaye sio Mungu. Yaani ile laana ikatembea kwenye familia. Lakini sasa hata kama Mungu ni Mungu mwenye wivu, anawapatiliza wana maovu za baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4. Sisi kwa njia ya imani tutavunja hiyo laana, alafu tutamiliki. Lazima upige hiyo laana. Kumbuka laana zinabebwa na roho.
kunatokea madhabahu yanatengenezwa, kafara inatolewa. Kafara ikitolewa, wanaanza kuweka mikataba. Kumbuka damu ina uhai. Damu ina uhai. Ndio maana Yesu, kitabu cha Ibrania inasema Yesu ni mjumbe wa rehema, na damu yake ya kunyunyiza inanena mema kuliko damu ya Habili. So damu inaongea, damu ina uhai. So ile damu, ile mikataba inabebwa na damu, afu mapepo yanakuja, unatupiwa pepo. Mkataba ulikuwa usizae, ndio maana kile ukishika mimba inapotea. Ndio maana kuna wakati periods zako zinakuwa na uchungu. Ndio maana kwa wanaume unakuwa na low sperm count. Ndio maana kwa wanaume kila siku kilala kuna mtu anakuja kufanya nawe tendo la ndoa. Unashangaa vipi, kumbe umeolewa kwenye ulimwengu wa roho. Lazima uvunje mkataba. Na mkataba kwanza tunapasua madhabahu, alafu tunavunja hiyo mikataba. Kuna mikataba mingine ya maneno. Wewe mwenyewe unajifanyia mkataba kwa kujua ama pasipo kujua. Yani you become the weapon formed against yourself. Unakuwa silaha ambayo iliyofanyika, ambayo inaenda kinyume na ambayo inakuchapa wewe mwenyewe. Biblia inasema kitabu cha Methali 18 mstari wa 21. Proverbs 18 mstari wa 21 inasema ulimi wako una uwezo wa uzima na una uwezo wa mauti. Yule apendaye atakula matunda yake. Kuna uwezekano ulikuwa ujui, ulikuwa upate, kuna time ulikuwa labda hujakuwa kiroho, ulikuwa kusema mimi ni kama sitaolewa. Vile kunaenda ni kama sitapata mchumba, vile kunaenda ni kama mimi nitakufa, ni vile kunaenda kama mimi ni mtu wa kushindwa tu. Kumbuka mapepo yako pale yanasikia maneno. Kwenye ulimwengu wa roho mapepo yako very awake, inasikia maneno, yanabeba. Kumbuka wale ndio washtaki wetu. Kuna mchawi amesikia, ni mshtaki wetu. Palitokea wokovu, pakatokea nguvu, pakatokea mamlaka wa Kristo wake, maana yule mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini. Yule ibilisi anayeshtaki ndugu zetu usiku na mchana ametupwa hata chini. Mshtaki. So kunatokea mshtaki anaenda kukushtaki, amesema yeye mwenyewe. Biblia inasema Methali 6 mstari wa 2 inasema umenaswa kwa maneno ya kinywa chako, umetekwa kwa maneno ya kinywa chako. Yani kwa maneno yako utahukumiwa, maneno yako mwenyewe utahukumiwa. Utahukumiwa kwa maneno yako mwenyewe. So ulisema mambo fulani, kumbe wewe mwenyewe ndio umefanya mikataba mwenyewe tu. Lazima tuvunje mikataba, lazima tuharibu mikataba. Na watu ambao sasa walienda, kama ulienda kwa mchawi, kwa taarifa yako, kwa wachawi ama kwa waganga wa kienyeji, zile ni viwanja vya kuibia nyota. Ulitoka wewe lakini yani kimsingi ulitoka mwili, lakini kuna kitu uliacha pale. Paulo anasema ijapokuwa niko mbali na ninyi mwilini, tuko pamoja rohoni. So kama ulienda kwa mchawi, uko pamoja na ule mchawi rohoni. Kuna kamchawi kale kuchanja, kakachukua damu yako akaweka kwenye kigoda, akaanza kukoroga na majivu. Kumbuka mchawi pia anasema kuna mambo anasema, yale ni mikataba anatengeneza. Kuna watu waliachwa kwenye rizi, kuna watu waliachwa kwenye machupa, kuna watu waliachwa kwenye uteo mchawi, kuna wengine waliachwa kwenye masurali za wachawi. Umeacha kwenye masurali za wachawi. Lazima uvunje ule mkataba alafu unamiliki. Lazima upasue ile mikataba alafu unamiliki. Na tunapasuaje? Tunapasua kwa jina la Yesu, tunapasua kwa damu ya mwanakondoo. Kumbuka jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Kumbuka nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wao. Na kwa taarifa yako, lazima mtu afe. Kama ni mchawi lazima afe. Lazima kitu kidondoke. Maisha yetu sisi ni kama safari ya Wanaisraeli. Unambomoa huyu unamiliki, unamfyeka huyu unamiliki. Isaiah 6 mstari wa kwanza inasema katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, naliuona utukufu wa Mungu. Nalimuona Bwana ameketi kwenye kiti cha enzi. Yani katika mwaka aliokufa mfalme Uzia. So kuna mtu lazima adondoke. Kuna vitu lazima zipigane hapa. Mungu ni mtu wa vita, jina lake ni Yehova. Ndio maana Daniel alipoanza kuomba, maombi yake yakafika, lakini majibu yakazuiwa. Na nani? Na mkuu wa Uajemi, Prince of Persia. Pakatokea vita pale kati ya ule mkuu na malaika nani? Na malaika Mikaeli. Pakatokea vita. So lazima patokee vita kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka malaika hao ni wanakuja kutusaidia sisi, yani tuna uwezo kuamuru kwenye ulimwengu, yani vile unavyojiona wewe uko na nguvu kwenye ulimwengu wa roho na uko na nguvu kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kwa sababu gani? Uko na mwili. The moment umetolewa kwenye mwili, ukiambiwa enda left unaenda left, enda right unaenda right.
Yaani wewe peke yako ndio hekalu la Mungu unavyojiona wewe. Mamlaka umepewa, nguvu umepewa. So lazima tuingie kwenye maombi, tuvunje kila mikataba, tuharibu kila mikataba, tusambaratishe mikataba iliyofanyika ya damu, mikataba ya maneno tuiharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kuna mikataba ilifanywa na kizazi, ilifanywa na watu wa kitambo sana, lakini kwa sababu ya ile damu bado inaongea. Mapepo sasa yanahisi yani maadamu ile damu inaongea, mapepo yanahisi ni kama yani tuko na nguvu kwa ukoo huu, lazima tuvunje. Ama kuna mtu amekufanyia mkataba, amechukua, yani mtu akichukua damu yako amechukua, yani amekuchukua wewe kabisa, amekuchukua wewe kabisa. So lazima tuingie kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho tunaingia vipi? Tunaingia kwenye maombi. Sisi ni vyombo vipya vikali vyenye meno, tutavunja vilima, tutafikisha vilima nazo zitakuwa kama makapi. Tuingie kwenye maombi, tuvunje mikataba, tuharibu katika jina la Yesu Kristo. Na tunaanza aje? Kwanza tunavunja kafara, tunaharibu madhabahu, alafu tunaanza kufungulisha vitu zetu, ila kwa nguvu, kwa mamlaka. Umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote